الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله ومن سار على نهجه واهتدى بهداه واستنى بسنته الى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني لدراسة كتاب الصيام من كتاب الفقه الميسر لنخبة من العلماء. هنا مجلس يبيلي tukidarassishana kitabu cha saum katika kitabu al-fiqh al-muyassar, na majlis ya jana tulikomea katika masala ya pili, na leo tuanza masala ya tatu. Qala al-mas'alatu ath-thalitha aqsamu as-siyam, aqsamu as-siyam, vigawanyiko vya saum, vigawanyiko vya saum. Qala as-siyamu qismani, saumu ziko vigawanyiko viwili, ama saumu ziko aina mbili. Saumu ya kwanza wajibun, saumu ambayo kwamba ni wajib, wa tatawu'un, na saumu ya tatawwu', saumu ya lazima, na saumu ya mtu kujitolelea tu, anaamua afunge, maana anaamua afunge. Walwajibu yanqasimu ila thalathati aqsam, na saumu ya wajib hugawanyika katika vigawanyiko vitatu. Jambo la kwanza saumu Ramadhan, kufunga mwezi wa Ramadhan ambao ndio mwezi tunaenda kukabili, tuomba Allah subhanahu wa ta'ala tufikishe. Na saumu ya pili saumu al-kaffarat, kufunga saumu za kafarat. Kafara maana yake mfano kama vile kafaratul jimaa, mtu amekutana na ahli yake katika mchana wa Ramadhan, yabidi alete kafara, au mtu ameua kwa bahati mbaya, la budda alete kafara ambayo ni kafara ya saumu, kufunga miezi miwili. طيب, qala wa sawmu an-nadhr, na kadhalika kufunga saumu ya nadhr. Saumu ya nadhr maana yake mtu anajiwekea kwamba mimi Allah subhanahu wa ta'ala akinipea kitu fulani, ala sabili al-mithal, labda kama wafanya kazi, Allah subhanahu wa ta'ala akinisaidia katika hii kazi yangu nitafunga siku 3, ama Allah akimponesha mgonjwa wangu mimi nitafunga siku 3. Saumu an-nadhr hiyo nayo pia ni katika saumu ya wajib. Ukishajiwekea hii nadhiri, maana yake inakuwa ni wajibu kwako, yafaa uitekeleze. Qala wal kalamu huna yanhasiru fi sawmi Ramadhan, lakini hapa si mazungumzo yetu, tutazungumza katika saumu ya Ramadhan wa fi sawmi at-tatawwu', na saumu ya tatawwu'. Amma baqiyatu al-aqsam, ama vigawanyiko vingine, fatati fi mawadhi'iha, itakuja katika sehemu zake. Kitabu hii ilikuwa inaeleza masala mbalimbali, ilieleza paka kafara na masala kama vile hayo insha Allah taala. Qala mas'alatu ar-rabi'a, mas'ala 4. Falidhalika hapa tushajua kuwa saumu ziko aina mbili, saumu ya wajib na saumu ya tatawwu', ambayo ni saumu ya sunna. Na saumu ya wajib ipo katika aina tatu, ima saumu Ramadhan, ama saumu kafarat, ama saumu ya nadhri. Mas'ala ya 4, qala fadlu siyami shahri Ramadhan, ubora na fadhila za kufunga mwezi wa Ramadhan. والحكمة من مشروعية صومه، na hikma ya kufaradhisha kufunga mwezi wa Ramadhan. Qala awalan fadluhu, fadla kufunga mwezi wa Ramadhan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yoyote ambaye kwamba atasimama kwa ibada katika siku ya Lailatul Qadr. Maki kuna watu wengine siku ya Lailatul Qadr wanasimama kuitafuta Lailatul Qadr, anakaa subiria aone nyota yaanguka ndo ajue Lailatul Qadr. La, man qama, yani qama Lailatul Qadr akiwa yofanya ibada imanan, akiwa na imani ya sawa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akimani ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndo amemfaradhishia yeye kusimama siku kama vile hiyo, wahtisaban, na akitaraji malipo kutoka kwa Allah jalla jalaluhu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, usamehewa madhambi yake yote yaliyotangulia. Wa man sama ramadhana imanan wa ihtisaban, na yoyote ambaye kwamba atafunga mwezi wa Ramadhan kwa iman na akitarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kadhalika tasamehewa madhambi yake yametangulia. Manake akafunga mwezi wa Ramadhan akiwa na imani ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndo amefaradhisha kufunga mwezi wa Ramadhan, akiwa yajua kwamba yuwafunga kwa ajili ya Allah jalla jalaluhu. Qala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, usamehewa madhambi yake iliyotangulia. Ukiona hali kama vile unaona hakuna Muislamu anaweza kubaki na madhambi,
kwa sababu ukifunga mwezi wa Ramadhani usamehewa madhambi yako umetangulia, ukisimama Lailatul Qadr usamehewa madhambi yako yaliyotangulia. Walidhalika tutajikuta sote tuko firdaus. Allah tujalie sote tuwe katika ahlul firdaus. Lakini angalia, imanan wa ihtisab, hima sharti mbili, imanan wa ihtisab. قال وعنه رضي الله عنه يعني كتوك أبي هريرة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس صلاتان والجمعة إلى الجمعة نجمعة فك جمعة ينجينه ورمضان إلى رمضان نا كفونغا مزرم ماكي الصلوات الخمس كصلي صلاتان نكشو كصلي تنا يعني زي صلاة زوجة وكصلي والجمعة إلى الجمعة نوكا صلي صلاة الجمعة كيشا وكاجا كصلي تنا صلاة الجمعة ينجينه نوفاتا ورمضان إلى رمضان نكفونغا mwezi wa Ramadhani huu ukafunga tena mwezi wa Ramadhani mwingine unaofuata. Mukaffiratun lima bainahunna, huwa ni sababu ya mtu kusamehewa madhambi yaliyoko baina ya vitu. Maana yake madhambi yaliyoko baina ya swala na swala nyingine usamehewa, madhambi yaliyoko baina Jum'a na Jum'a nyingine wasamehewa, madhambi yaliyoko baina Ramadhan na Ramadhan nyingine wasamehewa. Qala ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. Mtu akijiepusha na madhambi makubwa, sababu madhambi makubwa yanahitajika kufanya tauba. Ukifanya dhambi kubwa faa ufanye tauba, lakini madhambi ndogo hii basi hizi swala yote inasafisha. Jambo la pili, qala alhikmatu min mashru'iyyati sawmi. Hikma, kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala ameshuruisha ama amefaradhisha kufunga mwezi wa Ramadhan? Qala shara'a Allah subhanahu wa ta'ala as-sawma, Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sheria watu kufunga mwezi wa Ramadhan lihikamin adida, kwa hikma nyingi sana, wa fawaida kathira, na faida nyingi. Famin dhalik, miongoni mwa faida kama vile hizo, tazkiyatun nafs, kuitakasa nafsi. Kufunga mwezi wa Ramadhan ni sababu ya kuisafisha nafsi yako. Qal tazkiyatun nafsi wa tathhiriha, kuitakasa nafsi na kuitaharisha nafsi. Hii nafsi kuna muda inaingiwa na uchafu, kuna muda nafsi inaingiwa na mabaya. Fasawm tutahhiru an-nafs, husafisha nafsi. Qala wa tanqiyatiha, at-tathhir ni kutaharisha, tanqiya ni kuweka kitu ikawa safi zaidi. Qala wa tanqiyatiha min al-akhlaq ar-radi'a, inasafisha kadhalika nafsi kutokamana na yale mambo ambayo kwamba yamechangamana na nafsi, manake yameingia fakhtalata ma'a an-nafs, yakawa yamekusanyika na nafsi. Falidhalika kuna muda nafsi inaingia na mambo machafu, mfano mtu akawa na tabia labda hasad, kibr na kadhalik. Hii yote inaondolewa na saum. Mtu anapofunga, Allah subhanahu wa ta'ala huwa ni sababu ya kumsafisha na haya mambo. Qala wal akhlaq ar-radhila, na kadhalika tabia chafu. Mtu akifunga mwezi wa Ramadhani inakuwa ni sababu ya kumsafisha na tabia mbaya ambayo kwamba yuko nazo katika nafsi yake. Lianna as-sawma, kwa nini? Qala lianna as-sawma, kwa sababu saumu yudhiqu majari ash-shaytan, hubana ile njia ambayo kwamba anapita shaytan. Mtume alayhi salatu wasallam anasema inna ash-shaytana yajri min ibni adama majra ad-dam, shaytan anapita katika mishipa ya damu, sehemu ya damu shaytani ndio yupita hapo ili akushawishi binadamu. Sasa ukifunga zile barabara ile mifupa ile njia za shetani zinabana, maana ile mishipa ya damu inabana. Ndio maana katika dua ya saum tunasema dhahaba adh-dhama'u wabtallat al-uruq, kwamba kiu imeondoka na ile mishipa ile imepata maji, mishipa inakuwa imerudi katika hali yake. Fa anta idha sumt, ukifunga ile barabara ya shetani inakuwa umemblock shetani, sasa anakosa njia ya kupita. Qala لأن الصوم يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان, kwa sababu saum huziba ile barabara ya shaitani ambayo kwamba anapita kwa binadamu. Na ndio maana hata mkifuatilia, mimi nikiwa nikiangalia baadhi ya taarifa katika mwezi wa Ramadhani, takwimu ambazo kwamba zafanyika mwezi wa Ramadhani, inaonekana yale makosa mengi ambayo watu walikuwa wanafanya, labda kama makosa ya uhalifu, mwezi wa Ramadhani yanapungua. Watu wanaogopa kufanya, hata kama mtu ni kafiri, la ya'mal hadha. فمسلم من باب أولى، مسلم من باب أولى kujizuia na haya mambo. Jambo la tatu katika hikma ya kufaradhisha mwezi wa Ramadhan, qala fi as-sawmi tazhidun fi ad-dunya, saum inamfanya mtu aipe kinyongo dunia, manake ajiweke mbali na dunia, wa shahawatiha, na ajiweke mbali na shahwa za dunia,
wa targhiban fil akhirati wa na'imiha. Na somo inamfanya mtu awe ana tamaa na awe anakimbilia katika akhira na atafute neema ambazo kwamba ziko akhira. Falidhalika mtu anapokuwa anafunga mwezi wa Ramadhani ni sababu ambayo inamfanya huyu binadamu aone kwamba dunia si lolote, si chochote. Dunia ni sehemu ambayo kwamba ni ma'bar, tunapita tunaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Falidhalik itamfanya yeye akuwe karibu na Mola wake, hatajali sana dunia yake bali atajali sana akhira yake. Kadhalika qala as-sawm, jambo hikma ya tatu, as-sawm yab'athu 'ala al-'athfi 'ala al-masakin. Sawm inampelekea mtu kuwa na huruma, al-'athf, kuwa na huruma kwa miskini, washuuru bialamihim, na kahisi ile maumivu ambayo kwamba wanakuwa nayo maskini. Lianna as-saima yadhuqu alama al-ju'i wal-'atash, kwa sababu mtu ambaye kwamba anafunga yeye anaonja ile ladha ya al-ju', njaa, wal-'atash, na kiu. Sasa akiona mimi nimefunga na tumbo yangu inasikia kiu, na tumbo yangu inasikia njaa ama nasikia kiu sana, anakumbuka kwamba kuna binadamu wengine ndo hali yao. Pengine wewe kila siku ndani ya nyumba yako chakula ipo, mwaka mzima chakula ipo, alhamdulillah. Ukifunga wewe unaona chakula uko nayo lakini huli. So unakumbuka kuna mwingine hii ndo maisha yake, yani yeye hana chakula wala hana kinywaji. So hii hali itakupelekea kuwa na huruma kwa miskini. Ndio maana katika ibra somo sema Allah alisema la'allakum tattaqun, mtafikia katika level ya kuwa wacha Mungu. Miongoni mwa level ya kuwa wacha Mungu kusaidia wenzio. Utaona kwamba kuna watu hali yao ndo hii, maisha yao magumu, basi utaona sasa mtu anatoa sadaqa. Ndio mtaona mwezi wa Ramadhani watu wengi kila mmoja anatoa sadaqa, mtu atanunua tende, atanunua chakula, apeleka hii, apeleka hii, apeleka kwa watu. Hii ni message Allah subhanahu wa ta'ala anaitumana direct kwa mtu. Falidhalika mtu akifunga atafikiwa na hii hali. Qala ila ghairi dhalika min alhikam albaligha, na nyinginezo katika tofauti na hizi katika hikma ambazo kwamba ni hikma baligha, wal fawaid aladida, na faida nyingi sana ambazo Muislamu akizizingatia inaweza ikawa ni sababu ya yeye kufanya ibada ndani ya mwezi wa Ramadhani. Qala mas'ala alkhamisa, mas'ala ya tano, shurutu wujubi siyam Ramadhani, masharti ambayo yanamfanya mtu ikuwe kwake ni lazima kufunga mwezi wa Ramadhani. Qala yajibu siyamu Ramadhana ala man tawafarat fihi shurutu at-taliya, inawajibika kufunga mwezi wa Ramadhani kwa mtu ambaye kwamba atakuwa na masharti hii inayofuata. Hii masharti hii ukikamilisha basi ni wajibu kwako kufunga mwezi wa Ramadhani. Sharti ya kwanza Uislamu. Mnaona kuanzia katika swala tukasema sharti ya Uislamu, katika udhu tukasema sharti ya Uislamu, kila pahali sharti ya Uislamu. Lesh waqadimna ila ma amilu min amal faj'alnaha manthura. Kafiri akifanya amali, ile amali haikubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Falidhalika alislam ni shartun li sihhati al-a'mal, sharti ya kusihi amali. Na kwa ulama wanasema kuna shartu wujub na kuna shartu siha, sharti ambayo inafanya amali kuwa ni wajib na sharti ambayo kwamba inafanya ile amali ifai. Islam ni sharti ambayo inafanya ibada ya Muislamu ifai, ikuwe yani ile sharti ile ibada akifanya ikubaliwe, lakini si sharti wujub, si sharti ya wujub, kwa sababu ulazima wa saum hata kafiri pia yulazimishwa kufunga. Ndio maana wewe ukiwa unamfanya kazi nyumbani kama house girl ama house boy na ni kafiri, haifai kumpa chakula mchana wa Ramadhani, la yajuz. Ukimpa chakula mchana wa Ramadhani unahesabika umesaidiana katika maasi. Ukitaka kumpa chakula, mpe chakula usiku, wala usimpe chakula kwa nia kwamba aje akule mchana. Hadha kauli ya fatawa za ulama, kwa sababu yeye ni lazima afunge. Allah subhanahu wa ta'ala alitaja katika ile aya makafiri wakiulizwa ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Makafiri wanasema alikuwa hatuswali. Sasa kwa nini wasema alikuwa hawaswali na wakati kuswali kwa uswali lazima? Na sala na saum ni kitu moja. Walidhalika ulama wanatuambia al-kuffar mukhatabuna bi furu' ash-sharia, makafiri wanazungumzishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na wameelezwa yatakikana na wao watekeleze furu' ash-sharia, zile furu' kama vile sala, ahkam na kadhalika fao zitekeleze.
Lidhalika alislam ni shartu siha, sharti ambayo kwamba inafanya ibada ya mtu ikuwe isihi, lakini si sharti wujub, sababu kafiri pia lazima afunge. Sasa قال الإسلام فلا يجب ولا يصح الصيام من الكافر. tunasema فلا يجب ولا يصح الصيام من الكافر. Kwa nini amesema فلا يجب? Kwa sababu akitaka kufunga mwezi wa kafiri mwezi wa Ramadhan la budda kwanza asilimu. Aywa, لأن الصيام عبادة, kwa sababu صوم ni ibada, والعبادة لا تصح من الكافر, na ibada haisihi kwa kafir. فإذا أسلم, akisilimu, لا يلزم بقضاء ما فات, akisilimu sasa halazimishwi kulipa ile somo ambayo kwamba zile somo ambazo kwamba zimepita. Kafiri akisilimu ndani ya Ramadhani kuna hali tatu. Hali ya kwanza, zile Ramadhan ambazo kwamba zimempita, mathalan amesilimu siku ya 10, kuna siku 9 iko nyuma yake, si ndio? Zile siku hukumu yake ni gani? La yaqdhiha, hazilipi zile siku. Na siku ambayo kwamba yuko amesilimu salatu al-asr, muda wa salatu al-asr kama muda wa salatu dhuhur, ile siku atajizuilia tunakula, lakini hatoilipa kadhalika. Na siku ambazo kwamba zimebakia, siku ambazo kwamba zimebakia, sasa hizo siku ni wajibu kwake afunge. Na ulama wanatuambia kwa nini halipi, kwa sababu at-taubatu al-islamu yajubu ma qablaha, mtu akisilimu ile madhambi yote ambayo kwamba aliyafanya kitambo yote hufutwa. Falidhalika hata kule kwake kutokufunga mwezi wa Ramadhani hufutwa, yeye ataanza kuanzia mbele ya hapo. Kafiri akislimu ndani ya mwezi wa Ramadhani hatolipa zile siku ambazo kwamba imetangulia. قال الثاني البلوغ, sharti ya pili katika sharti ya kuwajibika. Sasa tumesema alislam ni sharti ya siha, sharti ya sihhatu as-sawm ووجوبها. لكن البلوغ قال فلا يجب الصيام على من لم يبلغ, haiwajibiki kufunga kwa mtoto ambaye kwamba hajabaligha. Manake nini? Manake albulugh ni shartu siha, no shartu wujub. Bulugh ni sharti ya kuwajibika somo. Mtu akiwa hajabaligha kwake somo si lazima, akifunga somo yake yakubaliwa. Naam, akifunga somo yake inakubaliwa. Falidhalika ni shartu wujub, shartu yeye halazimishwi kufunga, lakini akifunga somo yake iko. Qala fala yajibu as-siyam ala man lam yablugh hadd at-taklif, haifai kufunga kwa mtu ambaye kwamba hajafikia hadd at-taklif, wakati wa kukalifishwa na sheria, ambao tukasema ufikia wakati huu pale mtoto atapobaligha. Liqawli sallallahu rufi'a al-qalamu an thalathatin, imenyuliwa kalamu kwa watu watatu, wakatoja ndani yake fadhakara minha as-sabi hatta yahtalim, kijana mdogo, sabi, mtoto, mpaka atapofikia umri wa baligh. Walakinahu yasihhu as-siyam, lakini yafaa yeye yafunge, min ghairi yasihhu as-siyam, inafaa sawm min ghairi al-baligh, kwa mtu ambaye kwamba hajabaligha la usam pale atapofunga. Idha kana mumayyizan, akiwa amefikia umri wa tamyiz. Mtu inawezekana akawa amefikia umri wa tamyiz lakini akawa hajafikia umri wa baligh. Kuna mtoto mdogo, mtoto ana miaka 6 lakini ana akili, subhanallah. Huyu mtoto wa miaka 6 anajua wajibu wa swala, lakini kuna mtu mzima na miaka 35 la yaarif ahmiyat as-salah. Jana patana pale na post inasema kuna mtoto mdogo leo ana miaka 8 yusubiria mwezi wa Ramadhani kwa hamu. Baba, Ramadhani lini? Nasikia Ramadhani iko karibu, hiyo thamani kusikia mwezi wa Ramadhani. Lakini kuna baba mzima na miaka 35 ama 20 ama 40 yusubiria Valentine Day, akanunue ile peremende ile na waridi. Sasa huyu na huyu nani mumayiz kati ya huyu baba mzima anayesubiria siku ya Valentine na huyu mtoto mdogo anayesubiria mwezi wa Ramadhani? Ni nani ana akili shekhi? Walidhalika kuna watoto wadogo wakinafikia umri wa tamyiz, mtu anakuwa anajua, lakini kwa kuwa hajafikia umri wa baligh la yajibu alayhi. قال وينبغي لولي امره, inatakikana kwa wali amri, yule kiongozi wake, mlezi wake ama anayemsimamia, an yamuru bisiyam, amamrishe kufunga, liyatadahu wa yalifa, ili aweze kuzoea ile som na aweze kuipenda ile som. Na sharti ya tatu ni al-aql, fala yajibu siyamu ala al-majnun, haifai kufunga kwa mtu ambaye kwamba ni majnun. Na al-aql ni shartu siha, shartu siha laysa shartu wujub, shartu siha.
ليست وجوب لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة إما يليو كلامه kwa watu watatu fadhakara bihi al-majnun hatta yafiq. Sababu huyu mtu ambaye kwamba ana akili kwake ni wajibu kufunga, lakini kwa kuwa hana akili Allah subhanahu wa ta'ala wa tizameni Allah jalla jalalu anataka watu muabudu kwa akili wasimwabudu kwa ujinga. Ndio maana kuna baadhi ya aya unaona Allah anasema la'allakum ta'qilun. Allah azungumzi na majnun, Allah anazungumza na mtu mwenye akili. Ametukalifisha sisi baada ya kutupea akili. Allah kallafana lamma a'tana al-aql, alipotupea akili ndio akatuambia tufanye kitu fulani. Allah hataki umwabudu, sije ukaenda yawm al-qiyamah ukasema mimi nilikuwa sijui hii kitu ni haram, nilikuwa sijui. Kama ulikuwa hujui kama ni haram, mbona ulifanya? Kama ulikuwa unajua kuwa ni halali, mbona hukufanya? Falidhalika Allah anataka waislamu wako ni watu wenye akili. Ukitumia tu dalili inaweza kukupelekea muislamu ukaona akili sana. Ndio maana waislamu tuna akili lakini tunakandamizwa kila siku, sijui tunakandamiziwa wapi. فلذلك لا بد للعاقل. قال فلا يجب الصيام على المجنون لقول سلم رفع القلم عن ثلاثة فذكر منه المجنون التافق. na sharti ya tatu ni الصحة, sharti ya nne الصحة, mtu afaa kuwa na afya, na hii pia ni sharti الصحة, lafaa mtu akuwe na afya. Qala faman kana maridan, yoyote ambaye kwamba atakuwa mgonjwa la yatiqu siyam, hawezi kufunga, lam yajibu alayhi, haitakuwa lazima kwake kufunga. Wa in sama sahha siyamuhu, lakini hata kama akifunga saumu yake itakuwa sahihi. Fa idha shartu wujub, fa in sama sahha siyamu liqawlihi ta'ala wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Yoyote ambaye kwamba atakuwa ni mgonjwa ama atakuwa yuko safari, basi atalipa siku nyingine. Fa inzala almarad, maradhi ikiondoka, wajaba alayhi qada, itabidi alipe yeye ile zile siku ambazo kwamba amefungua ma aftara min ayyam, fala budda an yajibu alayhi qada'u ma aftarahu min ayyam, itabidi alipe zile masiku ambayo kwamba amefungua. Na sharti ya tano aliqama, la budda mtu akuwe ni mkazi. Kisha tutasema mkazi maana yake ni mtu ambaye kwamba hapa kama yani labda kama Nairobi, wewe unaishi hapa Nairobi, sikuwa ni mtu ambaye kwamba ni msafiri, la takuna musafira. Fala yajibu as-sawmu min al-musafir, haifai somu kwa mtu ambaye kwamba ni msafir, liqaulihi ta'ala wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Yote ambaye kwamba atakuwa ni mgonjwa ama yuko safarini, basi atalipa siku nyingine. Kuna muislamu yeye anakaa nchi nyingine, marhaban, nakaa huko shekha, kila siku ni msafiri. Kwa hiyo ikifika Ramadhani ufunge wewe, utafunga ukirudi huko, sio? Kuna masharti ya mtu kuwa mukim. Mtu sehemu yote ukiwa una kazi yako unafanya, ama una nyumba yako, una familia yako, hiyo sehemu wewe ukienda, baada ya siku 3 unakuwa tena si mkazi, si msafiri. Ukiwa imo na shughuli yako unafanya pale, shughuli ambayo kwamba inakufanya wewe unakuwa muda wote uko pale. Labda mtu labda na duka yake labda Mombasa, ukienda Mombasa wewe unakaa una kitu yako ambayo inakuweka, kitu ambacho kwamba si ya temporary, maana yake ni kitu ambacho kwamba iko kila siku. So wewe ukienda kule baada ya siku 3 wewe si msafiri. So ukienda kwa nia kuketi zaidi ya siku 3 wewe hupunguzi swala wala ufungui. Ama una familia yako, uko na ahli yako labda yuko Mombasa mfano, ukienda kule na yeye yuko kule, ndo maisha yake yuko kule, na wewe ukawa umetia nia ya kuketi kuanzia zaidi ya siku 3, wewe upunguzi swala wala ufungui. Lidhalika inazingatiwa saum ni ile hali ya mashaka, na mara nyingi siyam inazingatiwa pale mtu anapokuwa katika safari kwa sababu ya ile mashaka ambayo kwamba anaipata. Tayeb, qal kwa aya Allah man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra falau sama almusafir, ni mfungaji akifunga sahha siyamu, saumu yake inafaa. Wayajibu alayhi qada, na ina muwajibu yeye alipe ma aftara fi safar, ile ambayo kwamba amefungua ndani ya safari. Na sharti ya mwisho ni alkhulu min alhaidh wal nifas, ni mtu kutokuwa na haidh, kutokuwa ndani ya haidh na kutokuwa ndani ya nifasi. Katika hizi sharti kwa akhawati falhaidh wan nufasa, mwanamke ambaye kwamba anakuwa katika hali yake ya haidh na hali yake ya nifas, la yajibu alayhi as-siyam, si lazima kwa kufunga, bali yuhramu alayhima, la yajib bali yuhram, ni haram yeye kufunga. Na akifunga mimi nafanya ibada sana, mimi mcha Mungu, akifunga anapata madhambi kwa sababu inahesabika ni mzaha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala la yajibu alayhima as-siyam
بل يحرم عليهما لقوله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. mwanamke si kwamba akiwa na haidh haswali wala hafungi, fadhalika min nuqsani diniha, hiyo katika upungufu wa dini yake. Mtume alisema wanawake wana upungufu wa dini, na akataja upungufu wa dini yao ni kwamba akiwa katika hali yake ya haidh na nifas hafungi. Wayajibu alqada'u alayhima, yafaa alipe, ni kauli Aisha radhiallahu anha, kwa kauli ya Aisha kana yusibuna dhalik, alikuwa ikitufikia sisi haidh, alikuwa ikitufikia sisi haidh ama nifas, haidh wa nifas. Lakini kwa kuwa Aisha mama yetu hakuzaa, lidhalika haidh, lakini nifas maana yake yusibuna, ametaja jamu wake wanawake wenzie. Qala kana yusibuna dhalik, alikuwa tufikiwa na haidh au nifas, fanu'maru biqada'i as-sawm, tunaamrishwa kulipa sawm, wala nu'maru biqada'i as-salah, wala tuamrishwi kulipa sala, wala tuamrishwi kulipa sala. Falidhalika ndo masharti ya sawm ambayo ni al-islam wal-bulugh wal-aql na siha wal-iqama, lakini tukua mkazi kutokuwa msafiri, wal-khulu min al-hayd wal-nifas. Hadha wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.